Leo tarehe 6 ya mwezi wa 5 mwaka 2025 katika mahakama ya hakimu mkazi ya Dar es Salaam inayokaa hapa Kisutu, shauri la kesi ya uchunguzi dhidi ya jamhuri dhidi ya Tundu Antipas Lissu limetajwa mbele ya hakimu mfawidhi Franco Kiswaga, ambapo itakiwa kwamba kesi iweze kuja kwa ajili ya kupata kwa ajili ya kutajwa. Kilichotokeza tu ni kwamba mteja wetu Tundu Antipas Lissu yeye akutokea katika mahakama ile ya kule gerezani kwa sababu ambazo alizoziainisha wazi kwamba yeye anataka kesi isikilizwe kwa njia ya yeye kuletwa mahakamani moja kwa moja na kuwa katika mahakama ya wazi na sio katika mahakama ya mtandao. Upande wa mashtaka umesema kwamba uchunguzi wa shauri hili haujakamilika, na ukumbuke hii ni kesi ambayo ni ile ya uhaini. Sasa uchunguzi haujakamilika, mbali ya kwamba uchunguzi kesi nzima inaegemea katika maneno ambayo mteja wetu Tundu Antipas Lissu anadaiwa kuwa aliyasema mnamo tarehe 3 ya mwezi wa 4 mwaka 2025. Sasa upande wa utetezi tunasema kwamba madhari hoja nzima zilizoko hapa mahakamani zinahusiana na kwamba upelelezi haujakamilika, lakini inahusika maneno ambayo yameleta mashtaka ni yale ambayo maneno ambayo aliyatamka ndio ambayo anasema kwamba ilisababisha mashtaka hayo ya kesi ya uhaini. Upande wa utetezi tunasema kwamba tumemweleza hakimu kwamba kwa kuwa kesi nzima inahusiana na maneno yaliyotamkwa, hakuna cha kuchunguza cha zaidi. Ni kwamba upande wa mashtaka ulete vile vitabu vya mashtaka hayo ili uchunguzi wa awali ukamilike. Upande wa mashtaka wao wamesema kwamba hawalazimishwi na sheria kuleta, watakuwa tayari watapandisha, lakini mwisho wa siku hakimu Kiswaga ametoa amri kwamba siku tunapokuja tena tarehe 19 ya mwezi wa 5 2025 upande wa mashtaka ulete maelezo kamili kwamba upelelezi umefikia wapi na kesi haiwezi kuwa inaendelea kuwa inaahirishwa kwa ahadi za kusema kwamba uchunguzi haujakamilika. Basi kwa hiyo kesi hii itakuja mnamo tarehe 19 ya mwezi wa 5 2025, na tunategemea kwamba upande wa mashtaka utaleta maelezo sahihi kwamba upelelezi umefikia wapi ili kesi ambayo inamkabili mteja wetu iweze kuanza na sisi tuweze kuonyesha jinsi gani mteja wetu hana hatia na kwa nini utaweza kujitetea, na mwisho wa siku wa Tanzania na wao vile vile waweze kuamua katika akili zao, lakini kubwa zaidi mahakama iweze kutoa hukumu inayostahili. Asante.